mambo ya mziki. Ugonjwa. Nataka niwaambie jamii nzima kwamba hakuna kazi nyingine mbinguni zaidi ya kuimba. Kulima, nini, mahubiri na vitu vingine vitabaki hapa chini ya jua. Kwa hiyo tutakuwa tunaimba tu na kucheza, si ndio? Asante sana, nawashukuru kwa kunielewa. Babalao TV bora. Babalao. Mwanamke akishaolewa huwa anabadili jina la pili akaitwa Botonga Shukuru Mama Sulemani. Hilo ndo jina maarufu tulilomjua kama familia. Masomo. Marehemu alisoma shule ya msingi na ya sekondari katika shule ya college kwenye option ya technique social. Kazi. Marehemu alikuwa anajihusisha na mambo ya mziki. Ugonjwa. Marehemu alianza kuumwa kuanzia tarehe 2 mwezi wa kwanza 2026 kwa ugonjwa wa ganzi na kupata matibabu sehemu mbalimbali, hospitali ya Maweni, hospitali ya Batisti Kigoma, na baada ya hapo na kurejea hapa kambini kutokana na hali kutokuridhisha na kupelekwa hospitali ya Red Cross. Hajafika hata kwenye matibabu na muda wa saa 7 usiku marehemu akatuacha katika dunia. Bwana ametoa, pia Bwana ametoa. Kwa hiyo hapa duniani marehemu aliishi miaka 27 na kuacha mtoto mmoja wa kiume. Shukrani kwa wanajamii na viongozi mbalimbali wa mtaa huu au kijiji cha Kie na zone yote ya 6 na kambi nzima ya Nyarugusu. Shukrani kwa vijana wote pamoja na marafiki wote waliokuwa pamoja na marehemu aliyetambulika kwa jina maarufu kwa vijana aliitwa Chris. Shukrani sana kwa wanakanisa kwa kujitolea na kujumuika na familia hii kwa ajili ya neno la Mungu na kusitiri mwili wa marehemu. Shukrani sana kwa watu wote walioshirikiana nasi katika jambo hili la msiba huu uliotukuta. Ifahamike kuwa marehemu ni wa familia ya Balala Bashie Sembe. Ni mtoto wa Songolo Polepole na wajomba zake ni Washiuma wa Shilongo. Ni mtoto, mama yake anaitwa Sofia Yusufu. Hivyo basi kwa niaba ya msomaji niwape shukrani jamii nzima inayonisikiliza. Kwa majina ninaitwa Asumani Mlonja Joseph. Asante. Kuhusiana na neno la familia kutokana na ratiba za msiba, basi nitamkaribisha mzee hapa aweze kuwapa ratiba kwa ajili ya itakavyoendelea msiba. Karibu. Na mwami wechi na natenda mwakole manga obala bose bashikata umiolo obanda nishirikiana netu obanda na ibe awatumwa na ya malaroni itenda nibo changana na ali familia mwechi twapangilia tuwa na muda wa siku 9 ano itela kangilo abantu bose bakanja bibyo siku 9 tubatuli ano tumulila tumwana, lakini pia chicho yani tatushite siku 9 no abantu bose bakandu hapana uli bala ba oshikala lete bana mwilwa na bibyo twakaribisha bala bose babotwa bisambo wicho tolola uno mda utuba ao kama yoba mda wainga tubatu ileo, lakini ile kangilo itumutena nibo lusuku baada ya siku 9 tunaombolo. Sasa tumutaki tenda ingi ya usu changana ratiba masomo mau wakilisha lobu lusuku lubatenda bautu atilicha ite echa ililo. Sasa bana kena bisambo babu itomo molo wa mulu, lakini pia tatuna manya
ilonge lusukulu banaipanga kama hivi ipanga tabana tubule kwa ratiba huenda bana atili chalunge isaidia ililo ubana ni ibite eyo taena ba byangine mpangilio ebo benyewe huenda ibana uchalolo lwenge labibi na itaibilila usata yote bakala muda waya lele picha bamwichonto bana babangine babe tayari bato yano na bange baseke na chake achi to sangwe yano to pikwe picha muchunge na wetu mwana. Kwa hiyo tumwita vitu haraka haraka muda waya. Kwa hiyo kama bana batayari yao anja chake achi baseke na bamwichonto bana hata batu pikwa picha ene kiangabi no chiga muda wale alunge kupi bale tayari yao bate to pikwe. Samani tuweze kueleza kwa lugha ya Kiswahili. Asanteni kwa kutuelewa. Ni kuwa ratiba ya kumaliza msiba itakuja kutolewa rasmi. Wamekuja kutoa maombi yao ya kuwa watashiriki kwenye huo msiba. Kwa hiyo siku maalumu itatangazwa pale ambako tutakuwa tumeshaorozesha watu wote kwa sababu ya siku watakazozichukua kwa sababu ya msiba. Kwa hiyo hatujawa na tamko la mwisho la kutamka kuwa siku fulani ndiyo tutakayosambaza msiba wetu. Kwa hiyo kutokana na ratiba ya picha, makundi yaliyoorozeshwa ikiwepo familia, wajomba mtu, wasanii, wanafunzi wenzie, kijiji na kanisa. Na iwapo kutakuwepo makundi mengine yatakayojiorozesha kwa sababu ya picha, basi wataniona kwa muda huu kwa sababu tuweze kuwakilisha ratiba kwa familia. Asanteni ili tuwai tuokoe muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu kule kutengeneza baadhi ya vitu. Tulivyomaliza kule saa 7 ndo tumekuja huko. Lakini katika kuja huko tumekuta kuna ratiba zipo, ndio. Kuna sanduku, tumeamua kujitolea sanduku, lakini tumekuta sanduku lipo, ila tuliona tutengeneze sanduku ambalo kidogo linaendana na hadhi yetu kama wanamuziki. Ndipo tumeingia kwenye mchakato tena wa kutengenezesha sanduku upya ile hapa ambalo mnaliona, na huu hapa ndo mchango wetu kwa mwanamuziki mwenzetu ambaye tumetoka naye mbali sana kwenye sanaa ya muziki. Hivyo tunasema shukrani za dhati kwa familia kutupokea kwa hichi kidogo tulicho nacho. Na nipende kusema pia kuna mahubiri yamehubiriwa hapa, yamegusa sana masuperstar. Nataka niwaambie jamii nzima kwamba hakuna kazi nyingine mbinguni zaidi ya kuimba, kulima, nini, mahubiri na vitu vingine vitabaki hapa chini ya jua. Kwa hiyo tutakuwa tunaimba tu na kucheza, si ndio? Asante sana, nawashukuru kwa kunielewa. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu wanafunzi, kwa neno fupi tu. Miweti, acha tuongee haraka haraka. Sosiale, wanafunzi wote waliosoma shule ya College de la Charité kwa niaba ya section technique et option sociale ikiwepo na mimi ninayesema hapa, tuna mchango tunaouanza leo mpaka kesho tuwe tumeukamilisha. Unione mimi au muone mwalimu Justin, alikuwa ni mwalimu pale college, kwa sababu ya michango ili kuweza kuchangia familia iliyoachwa. Asanteni, shukrani kwa wana sosiale wote. Sosiale oye! Bwana Yesu asifiwe. Amena. Tunafika muda wa kumaliza ibada letu. Karibu mtumishi Mashake kwa ajili ya maombi ya mwisho wa kufunga ibada. Baba Lao TV Bora, Baba Lao.